Mke mkubwa ajiwa na wanawe kisa mke mdogo kupendelewa. Mwanamke mmoja aitwaye Kwangwa Tugu mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kata wa Lugubu wilayani Igunga mkoani Tabora, amefariki yeye pamoja na watoto wake 4 kwa kunywa sumu ya kuulia wadudu. Chanzo cha vifo hivyo ikiwa ni mgogoro wa kifamilia na wivu wa mapenzi. Kwangwa ambaye ni mke mkubwa na mke mdogo baada ya mume kudaiwa kuwa na upendeleo kwa mke mdogo ambaye amemjengea nyumba ya kisasa, kumpa huduma nyingine nzuri ambazo mke mkubwa na wanawe hawajapewa. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Tabora Richard Obwayo amesema tukio hilo lilitokea Juni 16 mwaka huu, ambapo mwanamke huyo alimvizia mumewe akiwa shambani kisha kununua pakti moja ya sumu ya buluka itumikayo kuua viwavi jeshi, ving'ang'anizi na kunywa yeye na watoto wake wote 4. Tukio hilo moja la vifo la watu 5, mama pamoja na wanawe 4, ambaye Juni 16 katika kitongoji cha Lugubi Kusini wilayani Igunga, mwanamke huyu pamoja na wanawe 4 ambao ni Sengi James mwenye umri wa miaka 8, Simon James mwenye umri wa miaka 6, Elisha James mwenye umri wa miaka 3 na Kinjige James mwenye umri wa miezi 7 walifariki dunia baada ya kunywa sumu ya aina ya lukuka itumikayo kuulia viwavi jeshi, ving'ang'anizi, na chanzo cha vifo hivyo ni ugomvi kati ya mke mdogo na mke mkubwa na mumeo. Nyumbani kwa marehemu kumekutwa pakti moja ya sumu hiyo ambayo imetumika pamoja na vikombe vya plastiki vyenye sumu, ambapo miili ya marehemu hao ilihifadhiwa mochwari Igunga kwa ajili ya uchunguzi na baadaye kuhifadhiwa na kwenda kupelekwa kwa ajili ya mazishi. Jeshi la polisi mkoani Tabora linalaani na kuendelea kutoa wito kwa jamii pale inapotokeza migogoro mbalimbali ya kifamilia kutumia vitongoji na viongozi wa dini, serikali na dawati la jinsia kutatua changamoto hizo. Ni taarifa kutoka huko Tabora. Hatimaye mwanamke mmoja aitwaye Kwangwa Tugu mwenye umri wa miaka 25, mkazi wa kata ya Lugubi wilaya Igunga mkoani Tabora, amefariki yeye pamoja na wanawe 4 kwa kunywa sumu ya kuulia wadudu, na chanzo cha vifo hivyo ikiwa ni migogoro ya kifamilia na wivu wa kimapenzi. Kwangwa ambaye ni mke mkubwa na mke mdogo baada ya mume kudaiwa kuwa ana upendeleo kwa mke mdogo ambaye amemjengea nyumba ya kisasa na kumpa huduma nyingine nzuri ambazo mke mkubwa na wanawe wote 4 hawazipati. Mbunge Hamisi Kigwangalla atoa kauli tusiogope kukopa kama kunaleta mabadiliko. Mbunge wa Nzega vijijini Daktari Hamisi Kigwangalla amesema hakuna haja kuogopa kukopa kama mikopo inayochukuliwa inaenda kuwaletea wananchi maendeleo, ambapo amemtaka waziri wa fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba aendelee kukopa na bunge litapitisha kama mikopo hiyo ni kwa ajili ya kuwaletea wananchi maendeleo. Hamisi Kigwangalla amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akichangia muendelezo wa uchangiaji katika makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026, na ameendelea kusema kuwa sasa kama vile deni tuliokopa tukajenga mradi wa maji ya Ziwa Victoria umetutoa kwenye kero ya maji katika kiwango cha kutosha kwenye 21%. Utokanaji wa maji mwaka 2010 ni 90%. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, nenda kakope, sisi tutaishi na Watanzania maskini ule vijijini. Mimi naishi kijijini Nzega Epuge na sio Nzega mjini. Kulikuwa na shida kubwa ya maji. Mimi binafsi na uwezo wangu, ushawishi wangu, tulichimba visima zaidi ya mara 3 katika viwanja vya Changu ambapo tunaishi na hatukupata maji. Ule mkopo wa bilioni 600 na kitu hivi ulileta maji katika mikoa yote, wilaya zote za Kahama. Katika mkoa wa Singida baadhi ya maeneo yalifaidika na mradi huo. Umetokana na deni, uwezi kulinganisha na faida ya sisi kupata huduma ya kijamii kama maji ya kuoga wetu na kukopa. Kwa hiyo mimi sio haja kwangu tuogope kukopa. Kama tunaenda kuleta mabadiliko makubwa kwenye maslahi ya wananchi, basi twendeni tukakopa. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye mbunge wa Nzega vijijini Daktari Hamisi Kigwangalla amesema hakuna haja kuogopa kukopa kama mikopo inayochukuliwa
inaenda kuwaletea wananchi maendeleo, ambapo amemtaka waziri wa fedha Daktari Mwigulu Lameck Nchemba aendelee kukopa na bunge litapitisha kama mkopo hiyo ni kwa ajili ya kuwaletea wananchi maendeleo. Stephen Wasira atoa kauli vijana kama mjui nchi ilikotoka, kaeni kimya. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira amesema tangu kupata uhuru Tanzania imepata maendeleo makubwa, na kwamba wanaosema hakuna kilichofanyika ni vyema wakakaa kimya, wasiwe na tabia ya kasuku, ukalili, wasio ya juu. Stephen Wasira ameyasema hayo alipokuwa akizungumza katika mkutano wa hadhara Katoro mkoani Geita, akiwa katika ziara yake ya kukagua uwai wa Chama cha Mapinduzi CCM na kuzungumza na wananchi. Stephen Wasira ameendelea kusema kuwa na waeleza kuhusu maendeleo yaliyofanyika tangu kupatikana kwa uhuru. Amesema ni makubwa na mwenye umri mkubwa wanajua ni vizuri nchi hii ilipokuwa, na wamekuwa wakishuhudia hatua mbalimbali zinazofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM. Labda nyinyi vijana muelewe, lakini niwaambie, wakoloni wa Kijerumani na wakoloni wa Kiingereza wamekaa Tanganyika kwa miaka 75. Wajerumani wamekaa miaka 35 na wamejenga reli kwa viboko bila malipo. Waingereza wamekaa miaka 40, walitumwa na Umoja wa Mataifa UN watuendeleze tujitawale, lakini miaka 40 ya Waingereza wametuacha na mhandisi mmoja katika nchi hii isiyo na barabara. Wametuacha nchi hakuna daktari hata mmoja. Waliokuwepo madaktari kutoka India na Pakistani nao walikuwa Dar es Salaam pekee. Wakati tunapata uhuru, akina mama walikuwa hawajifungui ila wanazaa, maana hakukuwa na kliniki. Hivyo walikuwa wanazaa kama ng'ombe anavyozaa ndama yake. Ng'ombe umeona wapi ana kliniki ya uzazi? Hiyo ndio waliotuacha nayo wakoloni. Wametuacha hatuna hata barabara. Leo anakuja mtu anajifikisha na umri wake ni miaka 30 au miaka 40, anawaambia hakuna maendeleo. Wewe uliwahi kutembea kwa miguu? Kuna maendeleo hayo? Wanaosema hakuna maendeleo ambayo wamefanyika, akija muulizeni hivi kwako maendeleo ni kitu gani? Ni taarifa kutoka huko Geita. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira amesema tangu kupata uhuru Tanzania imepata maendeleo makubwa, na kwamba wanaosema hakuna kilichofanyika ni vyema wakakaa kimya, wasiwe na tabia ya kasuku, ukalili, wasio ya jua. Mbunge Luhaga atoa kauli Rais Samia kule Kisesa, tunakudai. Mbunge wa jimbo la Kisesa Luhaga amewasilisha changamoto mbalimbali za wananchi wa jimbo la Kisesa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema kwamba wananchi wa Kisesa bado wanamdai Rais Samia miradi ya maendeleo. Mbunge Luhaga ameyasema hayo wakati akitoa salamu kwa Rais ambaye yupo mkoani Simiyu katika ziara yake ya kikazi, na changamoto ambazo Luhaga ameziwasilisha ni pamoja na uvamizi wa tembo katika makazi ya wananchi, barabara ya Meatu kujengwa kwa kiwango cha lami, pamoja na changamoto ya kuwepo kwa mnunuzi mmoja wa pamba, jambo ambalo amelitaka waziri wa kilimo alishughulikie. Mbunge Luhaga ameendelea kusema kuwa Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai na maeneo mengine kote. Wanaosema kwamba wakudai zile fedha zihamishie kule, uzilete huku kwetu Kisesa, kwa sababu tuna mpango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Luhaga ameendelea kusema kuwa mbali na kueleza changamoto hizo, Luhaga pia amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo, ikiwemo mradi wa reli ya kisasa ya SGR, umaliziaji wa daraja la Kigongo Busisi, pamoja na kuunda maboresho ya kodi ambayo imeenda kutatua changamoto katika mfumo wa kodi hapa nchini. Ni taarifa kutoka huko Meatu. Hatimaye mbunge wa jimbo la Kisesa Luhaga amewasilisha changamoto mbalimbali za wananchi wa jimbo la Kisesa mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema kwamba wananchi wa Kisesa bado wanamdai Rais Samia miradi ya maendeleo.